Abubakar bin Zubair bin Ali ni mufti mkuu wa Tanzania. Wa ala kulli man salaka sabilahu wa ikhtafa qafwahu min a'immati al-a'lam. Amma ba'd. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mwenyekiti mawaziri na viongozi wa serikali wote mliopo, kila mmoja kwa nafasi yake, Mheshimiwa Mufti mzee wangu Sheikh Saleh Kaab, Mheshimiwa mamufti wote mliotoka nchi mbalimbali kuja kujamil hadhara hii, Mheshimiwa mashekhe wote mliopo, Mheshimiwa kadhi wa Zanzibar, Mheshimiwa walimu wa madaris, maimamu, viongozi mbalimbali wa taasisi mbalimbali, waalikwa mbalimbali mliohudhuria, kina baba na kina mama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ngumu ya miaka mingi aliyoitohoa na akathubutu. Kazi ya kufanya mwaka wa Kiislamu kuwe na mapumziko halikuwa ni jambo la kutarajiwa, wala halikuwa ni jambo la kufikiriwa, wala jambo lilikuwa halijapita katika mawazo kwamba itatokea siku moja itakuwa kalenda ya Kiislamu na mwaka wa Kiislamu utapata mapumziko. Mimi nitumie nafasi hii kwamba mapumziko tena tunayaomba na kule bara pia na kule bara yaenee, kwa sababu nchi ni moja. Hii inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunaomba na sisi ienee sasa Tanzania nzima, muda wa kuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amethubutu kufanya jambo hili. Namwomba Mwenyezi Mungu awape zaidi taufiki na uwezo kumshauri Rais wa Jamhuri ili jambo liweze kuzagaa. Na kwa jambo hili ni sababu ya moja kwa moja kupata daraja za juu katika pepo. Namwomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Kuishukuru ofisi ya Mufti wa Zanzibar, ndugu yangu mzee wangu Sheikh Kaab Saleh kwa mashirikiano yake na vijana wake na ofisi mbalimbali ambazo zimetumika katika kulifanya hili jambo la mwaka mpya liwepo. Mwenyezi Mungu amzidishie kheri na awazidishie kheri waliomsaidia wote kwa ujumla. Mimi niguse kidogo tu kwa sababu mengi yamezungumzwa na mamufti wageni. Mimi na mzee wangu Sheikh Saleh Kaab ni wenyeji, lakini mamufti wageni hata tulikuwa tunateta pale ndio tulikuwa tunataka tuwasikilize zaidi. Mimi niguse kidogo kwamba Uislamu sio dini ya kurudi nyuma, ni dini ya maendeleo. Uislamu ni dini ya maendeleo, ni dini ya kutafakari, ni dini ya ubunifu, ni dini ya kwenda mbele, ni dini taqaddumi wa tatawur,
sio dini tu kama dini nyingine, ni dini ambayo yenyewe inatumikia mambo ya akhera na mambo ya ulimwengu, ambayo ndio sababu ya kupelekwa mitume. Wamepelekwa kwa ajili ya kutengeneza mambo ya watu kwa ajili ya maslaha ya akhera yao na dunia yao, akhera yao na dunia yao. Kwa maana hii mwaka wa 17 al-Hijra, zama za utawala wa Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kukaletwa fikra ya kuanzishwa mwaka wa Kiislamu. Lakini kabla ya kuanzishwa mwaka wa Kiislamu, kalenda yake kulikuwa hakuna kalenda? Aljawabu la. Kulikuwa watu waliotangulia nyuma huko kabla yetu sisi Waislamu walikuwa na kalenda zao mbalimbali. Kwa mfano wa Egypt wa zamani walikuwa na kalenda zao na miezi yao, Barmahati, Barmud, ndio majina ya baadhi ya majina ya miezi yao. Walikuwa katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tumetanguliwa sisi juu ya fikra ya kuwa na kalenda, tulitanguliwa. Lakini mwaka wa 17 al-Hijra, kama ulivyoelezwa katika Fath al-Bari, sharh sahih al-Bukhari ya Ibn Hajar al-Asqalani, mjalladi wa 7, katika mlango wa mambo ya tarikh uliozungumzia kalenda ya Kiislamu, ikaletwa fikra kwa bwana mkubwa Sayyidina Umar kwamba tuna taabu sisi ambazo zinatupata. Mara nyingine inakuja document lakini haielezi itekelezwe lini. Kwa mfano, ilikuja dokumenti moja inazungumza matekelezo yake yawe katika mwezi wa Shaabani, lakini hatujui ayu Shaabani, Shaabani tulionayo hivi sasa au Shaabani uliopita nyuma au Shaabani ijayo. Lau linnasi ma yaarifun, wawekeni watu mambo wanayoyajua. Hili jambo halijafunguka hapa, haijulikani Shaabani ni ipi. Sababu kama hizi zimekuja nyingi, kama 3-4 hivi kwa Saidina Umar, ikampelekea ushauri huu wa ukubali. Alikuwa na kigegezi, lakini baadaye akakubali kwamba kuna haja ya kufanya jambo hilo. Ndio akawaita na kuwakusanya maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, wakalizungumza jambo hili kwa ushauri. Mwenyezi Mungu ametuambia wa amruhum shura bainahum, kwa ushauri, wakashaurizana, mwaonaje jambo hili, nimeletewa mimi mambo ya namna hiyo, nyinyi wenzangu mwasemaje, yafaa kufanya hata baada ya mtume mambo kama haya? Wakakubaliana kwamba inafaa kuanzisha kalenda ya Kiislamu, Waislamu na wao wawe na mwaka wa Kiislamu, wawe na kalenda yao. Ndio wakaona baada ya kukubaliana wapite katika kuona tunashika tukio gani litakalokuwa linasomeka katika kalenda ya Kiislamu. Kuna baadhi ya mambo yakaletwa kwamba kalenda ya Kiislamu ianze tangu kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wengine wakisema hapana, kuzaliwa kwa Mtume kuna ikhtilafu, kwa hiyo haifai tufanye kupitia hiyo. Wengine wakasema mab'ath rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakasema pia mab'ath ina ikhtilafu. Mwingine akasema wafatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tuchukue ile tukio la kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sema hapana, tutajadidisha huzuni na vilio kumlilia Mtume sallallahu alayhi wasallam kile itakapofika mwaka unaingia. Mwingine akasema basi al-hijra, tukio la Mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina al-Munawwara,
hili tukio linafaa, mwasemaje? Sayyidna Umar ikamwingia kichwani akasema, alhijra farraqat baina alhaqi walbatil faarrikhu biha. Hijra, tukio la kuhama Mtume sallam kutoka Maka kwenda Madina, limetenga kati ya haki na batil. Haki imejulikana na batil imejulikana. Kwa hiyo wekeni kalenda kupitia tukio la kuhama Mtume kutoka Maka kwenda Madina, ndio ukapatikana muwafaka na makubaliano kwamba mwaka wa Kiislamu utaitwa mwaka wa hijra, na kwa sababu tukio la hijra ndilo lililoleta kuenea kwa Uislamu, kupatikana kwa kila jambo, kama ambavyo mada zimezungumzwa hapa na shekhe na mashekhe wote waliosimama hapa pamoja na profesa kutoka Sudan, wakakubaliana mwaka wetu huu wa Kiislamu ukaitwa mwaka wa Al-Hijra. Kabla ya mwaka wa 17 Al-Hijra, zama Sayyidina Umar, ilikuwa ni habari ya kwamba Mtume, kuna tukio tu la Mtume sallam kuhama kutoka Maka kwenda Madina, lakini kalenda ilikuwa bado haijatengenezwa, lakini kama kwamba imeashiriwa kwamba kalenda itakuja kuwa ya hijra. Kwa hiyo tukaipata kalenda na sisi tukawa tuna kalenda. Sasa hapa pana nukta muhimma, pana nuktatu muhimma au niqat, kwamba yafaa raia kuwashauri viongozi wao. Raia wasikae hivi hivi tu bila kuwashauri viongozi, na ndio maana watu mbalimbali wa chini kutoka Yemen, kutoka wapi, wakina Abu Musa al-Ash'ari walikuja kwa Sayyidina Umar, watu wa chini walikuwa, wakaja wakamshauri kupatikana kwa kalenda ili kuondoa hii tabu ya watu kutokujua mambo yao yanafanyika katika wakati gani inafaa. Lakini tutapata faida nyingine, faida ya viongozi na wao wanapoliona jambo lafaa kulipokea, kama alipopokea Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi. Amelipokea kwa kiwango kikubwa, kwa kiwango mpaka cha kutoa siku watu wapumzike, siku ambayo labda ingeingiza mabilioni ya pesa, lakini amesema watu wapumzike kwa sababu ya kuadhimisha mwaka wa Kiislamu. Allahumma salli. Lakini tunapata faida nyingine ya kwamba kumbe katika Uislamu kama kuna jambo ambalo linanufaisha tunaweza tukanufaika nalo, kumbe jambo hilo, kwa sababu kalenda hatukuianza sisi, wameanza wenzetu huko, lakini na sisi tukachukua mambo yale ya kalenda kwa sababu tumeona yana manufaa, yanaweza kutunufaisha, twaweza kumbe kufanya hivyo. Maana yake likionekanwa jambo lolote ambalo kwamba lina manufaa na haliharibu dini, haliharibu sheria, halivunji jambo lolote katika Uislamu, linafaa kufanywa. Siku moja nilikuwa namwambia mtu mmoja, mwanachuoni mmoja nilikuwa naye, nikamwambia hata Qur'ani tafsiri imechangiwa na mambo mengi. Kuna beti zinazopambanua msemo ulio katika Qur'ani kilugha, lakini ule ubeti ule umewekwa na wanazuoni, lakini ubeti wenyewe umetolewa na mtu mwingine kule, Umruul Qais. Kwa mfano, watu wawili, mtu mmoja afu kamweleza kwa dhamiri ya watu wawili, imo katika Qur'ani, imo katika Qur'ani, lakini wakaangalia Umruul Qais katika muallaka wake amesema, qifa nabki min dhikra habibi wa manzili bisiqti liwa baina dakhuli fahawmali. Qifa ni fi'il amri ya watu wawili, lakini anayesemesha ni mtu mmoja, lakini watu wamestashhid na ubeti ule ili kuwafafanulia mufassirini waweze kuelewa Qur'ani inasema nini. Maana yake ni kwamba unaweza kumbe kunufaika
na kitu hata kile hakimu ndani ya Uislamu, muda wa kuwa kitu kile hakina madhara ya kubomoa Uislamu. Mheshimiwa Rais, nimefurahi sana kwenye hadhara hii na nimefurahishwa pia kuwaalika ndugu zetu, na ndugu zetu wamesema tufanye mpango wa kuonana mara kwa mara. Nilikuwa nikimnong'oneza rafiki yangu mufti wa Uganda Sheikh Shaaban kwamba mimi nina mpango ushakamilika wa kuwaita mamufti na ulama na mufakirin walio katika hao ambao tunajadiliana nao, hao ambao tuko nao karibu katika hizi nchi za karibu, kufanya mkutano kuzungumza juu ya maendeleo ya Uislamu. Na tunakusudia katika mwezi, tunapanga hivi, ikiswib itakuwa katika mwezi wa Safar, mwezi wa mfungo 5, Mwenyezi Mungu akijalia, tuzungumze mambo ya Uislamu, tuzungumze amani, tuzungumze kuharibika kwa watoto, mmomonyoko wa maadili, tunakwenda wapi. Leo shekhe, mtu mkubwa, anaweza akasemwa vibaya tu katika mitandao iliyopo, mtu akasema vibaya, na yule anayesema wala haoni dhambi ile mwenyewe, ajiona jambo la kawaida tu, ndio inavyotakiwa, ndio ujana, ndio ujanja, ndio ajitukania tu. Kwani anayo ruhusa Muislamu kufanya jambo baya hivi tu? Huoni katika saumu Mtume amesema 5 yufatirna saim, mambo 5 yanamfunguza aliyefunga. Sio kama atakuwa amefungua, saumu yake itakuwa imesihi, lakini haina malipo. Hana dhambi ya kutokufunga, lakini hana malipo ya saumu yake. Kwa sababu ya mambo gani? Mtume akaeleza hadithi mpaka mwisho, al-kadhibu, kusema urongo, al-ghiba, kusengenya, mpaka mwisho wa hadithi. Lakini leo wanawezaje kuthubutu watu kuweza kumtukana na kumvunjia heshima mtu? Makasidu sharia yanasemaje? Makasidu sharia, moja ya mambo makubwa yaliyoweka katika zile kulia yale mambo 5 ni hifdhul irdhi. Hifdhul irdhi, sio al-ardhi. Hifdhul irdhi bikasri al-ain, kuhifadhi, kulinda heshima ya mtu, isivunjwe heshima ya mtu katu abadan, haitakiwi. Ni moja katika madhambi makubwa na ikawekwa katika makasidu sharia. Sasa haya ni mambo yanatakiwa tuje tuyazungumze, tuangalie mambo yako vipi. Na sasa hivi kuna ile inaitwa adhakau listinai, artificial intelligence, akili mnemba, Kiswahili cha sasa, lakini maana yake ni akili bandia. Unaweza kageuza mambo na kuonekana ni wewe, kumbe sio wewe. Lakini pia unaweza ukatukuliwa maneno yakaambiwa umesema wewe, alafu ikachukuliwa sauti ikatengenezwa ki-AI, alafu ikawa ni wewe kweli. Na hata ukimtazama yule mtu, ngoja niangalie yeye, itakuwa kuna maneno yametangulia mdomo wake, umekwendaje, hata huoni makosa, ni vile vile kwamba ni wewe. Jalla jalalu. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.